naendelea na lile somo. Lile eneo langu nilikuwa nafundisha somo linaitwaje? Kanisa linalo omba. Amen. Basi mimi naendelea tena hapo. Endelea pale pale mbele yake. Hebu leo nataka tuone dalili za kanisa linaloomba. Dalili za kanisa linaloomba. Utaona dalili gani kwamba hili kanisa ni kanisa linaloomba? Amen. Dalili ya kanisa linaloomba. Tuliona hilo kanisa linaloomba. Dalili zake ni zipi? Amen. Amen. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Dalili ya kwanza, linatembea katika nguvu nyingi. Linatembea katika nguvu nyingi. Dalili ya kanisa linaloomba si tu kwamba litakuwa linaomba tu. Hapana. Bali linatembea katika nguvu nyingi. Sio kidogo. Nguvu. Kwa sababu tulisema kwamba pale kwamba Roho Mtakatifu anakuwa na operate na hilo kanisa. Si ndio Si ndio Sasa hili kanisa linakuwa linatembea katika nguvu nyingi. Naomba tukumbuke kanisa tunaliongelea hapa ni kanisa la uamsho. Lakini nini kiuamsho? Na uamsho bila Roho Mtakatifu hakuna uamsho. Sawa sio sawa? Lazima tuende na dila. Dila yetu ya miaka 13 inasema nini? Miaka 13 ya nini? Ya moto wa uamsho. Sawa sawa Kwa hiyo hata wanaozaliwa, waombaji wanaoomba lazima waombe katika Roho. Sawa sio sawa? Sawa sio sawa? Sawa sio sawa? Come on. Sawa sio sawa? Waombe katika nini? Katika Roho. Sasa kwa sababu wanapoomba katika Roho, lazima lile kanisa litatembea katika nguvu za Roho. Ndio maana huyu muombaji wa hili kanisa linalotembea katika uamsho, anapoomba Roho Mtakatifu anakuwa ndani yake. Roho Mtakatifu anaoperate. Na wakati Roho Mtakatifu anaoperate, Roho Mtakatifu anakuwa anamsaidia huyu mtu katika kuomba kwake. Roho Mtakatifu anamwezesha. Anapoomba, Roho Mtakatifu anakuwa anaomba ndani yake kutokana na hali halisi ilivyo. Jamani amina? Jamani amina Kwa hiyo anasema Roho Mtakatifu anakuwa anaomba sawa sawa na vile Mungu anataka. Na vile Mungu anavyotaka. Narudia tena, na vile Mungu anavyotaka. Narudia tena, na vile Mungu anavyotaka. Tukiomba vile Mungu anataka, kanisa litatembea katika nguvu nyingi, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayeliongoza. Amen. Nilitamani nianzie hapo kwanza kwa mtu mwenyewe, halafu tutakuja tuone wengine huko mbele, kanisa kwa ujumla. Jamani amina? Kwa hiyo kwa sababu tunasema neno kanisa ni mtu. Hatusemi jengo, ni mtu. Wewe na mimi tukikusanyika, wewe na mimi tunaitwa kanisa, lakini naanza na mtu huyu. Ndio maana makanisa ya Pentecoste, sisi mtu hata mmoja akiokoka mmoja kwetu ni wa thamani. Maana Yesu alimgaramia.
Ni wa thamani sana. Kanisa linaanza na mtu huyu mmoja, wawili. Ndio maana hata mhubiri au mchungaji, kuna mtu mmoja alinialika kwao, nikaenda kuhubiri. Sasa wakati nahubiri, baada ya pili akasema, sasa hapa mbona ni mtu mwenye leo wamekuja watu wawili tu. Nikawaambia hao nitawahubiri. Na nilihubiri kwa nguvu nyingi kuliko ile ya kwanza. Kwa nini? Wale nao ni wa thamani, Yesu aliwafia. Jamani, amina. Kanisa linaanza na mtu. Sasa tunapoanza na mtu, hata tunapoomba, Roho Mtakatifu, kwa sababu wewe ni eklesia, sawa sawa, anaomba. Roho Mtakatifu anapoomba, anaomba ndani ya makusudi ya Mungu, anaomba ndani ya mapenzi ya Mungu, anaomba akikuthibitisha wewe katika Mungu. Jamani, amina. Lengo lake ni nini? Tuwe na kanisa lenye nguvu. Kwa hiyo tunamgusa mtu. Jamani, haleluya. Kanisa lenye nguvu, tunaanzia mtu mwenyewe. Ndio maana hapa nasema Roho Mtakatifu pale anaanza na mtu. Sema mtu. Sema tena mtu. Sawa? Kwa anatembea, kanisa linatembea katika nguvu nyingi. Halitembei katika uchache wa nguvu. Nguvu nyingi kwa maana gani? Huyu mtu, wewe fikiria, anapoomba, Roho Mtakatifu ndiye anayeomba. Nisikilize wewe, kuna kitu hapo, kuna watu hawajanielewa. Sikiliza, yani huyu mtu anapoomba, maombi yake yanakamatwa na Roho Mtakatifu, huyu kanisa huyu. Sawa? Anakamatwa. Haleluya. Roho Mtakatifu anampeleka kule anakotaka yeye. Hatumuongozi Roho Mtakatifu, ila Roho Mtakatifu anakufanya uombe sawa sawa na Mungu anavyotaka. Na tukiingia katika wakati kama huo, ndugu zangu, niwaambieni hivi, sisi sio watu wa kawaida. Sisi ni watu wa tofauti. Maana maombi yangu tu ninapoomba, ninaomba kama atakavyo yeye. Ananiongoza yeye, ananitia nguvu yeye, anayajua mahitaji yangu yeye kuliko mimi ninavyojijua. Unaonaje hapo? Yeye ndo anayeomba ndani yangu. Nguvu zangu zinakuwaje? Nguvu zako zinakuwaje? Na ukiomba ndani yake, manake ni hivi, utaomba hata maombi yako. Uwezo kaomba maombi yale ya dakika chache ya uchovu, kwa sababu anakupeleka kutokana na hali ilivyo. Anakupeleka tu. Unakuta unataka kunyamaza, anakuanzisha tena, twende. Unataka kunyamaza, bado wewe hujui alio mbele, wewe tulia. Wewe hujui huduma kule unakwenda kuombea, hujui waliojipanga kule, tulia. Unataka kumaliza, maana dunia inatuvuta sana wakati mwingine. Nitataka niende mahali fulani, tulia wewe. Anaendelea bado, wewe hujajua wale watu unaenda kuombea kule, hujajua mazingira walionayo, hujajua mambo yalivyo. Endelea. Anashangaa unaendelea, nguvu zinakuja. Haleluya. Halafu ukienda kule, nguvu zinazotoka sio za kawaida. Kwa nini? Roho Mtakatifu ndiye anayekuwezesha. Wampendao Bwana waseme amen. Wampendao Bwana waseme amen. Wampendao Bwana waseme amen. Tikisa jirani yako, mwambie hivi, unapokuwa kwenye maombi, dalili ya kanisa linaloomba linatembea katika nguvu nyingi. Mwambie tembea katika nguvu nyingi. Halafu mshike mkono, mwambie wewe ni kanisa. Naomba nimeanza na wewe. Wewe ni kanisa. Tembea katika nguvu nyingi. Wewe ukitembea katika nguvu nyingi, mimi nikitembea katika nguvu nyingi, yule akitembea katika nguvu nyingi, kanisa lote tunakuwa na nguvu nyingi. Sungempa na Yesu makofi. Nisikilize nikwambie. Ukitaka kujiponya, ukitaka Mungu afanye vitu, usipenda kutumia neno sisi, sema mimi. Mungu anaanza na wewe. Ukianza kutembea na nguvu nyingi wewe, jamani, haleluya. Haya, naomba vijana wasiopungua 10
tuseme akaeni tu hapo, so mrudi kwanza hapa. Hawa ni watu, hili ni kanisa. Sawa sawa? Ni kanisa ambalo halijawa kanisa la maombi. Kanisa linalotembea katika nguvu nyingi. Kwa sababu kanisa la maombi ni kanisa linalotembea katika nguvu nyingi. Huo ndio ukweli. Kama halina maombi linatembea katika ubutu mwingi. Sasa huyu ndio wewe uliyekuja hapa kwenye hii conference, kwenye hili kambi. Amen. Huyu hapo huyo. Sawa? Sasa rudi kwanza hapa, nimekuambia rudi kwanza. Sasa hapa yuko kanisani, amerudi. Huyu ndio kwenye section. Huyu ndio nini? Huyu ndio kiongozi wa maombi jimbo. Amerudi sasa kwao. Amen. Maana ukirudi alafu umerudi vile vile ulivyo, hatukuelewi. Lazima ukaathiri wengine. Ukasababishe. Jamani, ngoja nikwambie. Sisi, wewe niwaambieni, wakati maono haya yanazinduliwa, askofu mkuu alituhudumia sisi. Yeye alihudumiwa na Mungu, akatuhudumia sisi. Tukaathiriwa. Sisi sasa tunaathiri kwenu. Haleluya. Na wewe ukaathiri. Sasa huyu bwana ametoka huko, alafu anakuja tena na amekutana na moto huko. Alafu anarudi tena na umoto. Wataanza kusema nauli yetu tumeipoteza bure tu. Jamani. Wanatazamia kitu kirudi kipya, maana umetoka kambini. Alafu kambi yenyewe ni ya maombi. Maombi yenyewe unayaona. Amina. Sasa haya rafiki yangu. Sasa hawa umekuta ndo kumepooza. Sasa inabidi afanye nini? Kama ni kanisa la mahali pamoja, wewe si ni kiongozi pale? Kaanze na waliopo. Pale pale kwenye Morning Glory. Pale pale kwenye nini? Pale pale unaanza kuathiri. Hapo hapo. Haya, washa moto kijana. Nimeshamaliza. Good. Hiyo piga makofi kidogo. Jamaa ameanza kushemka huyu. Sasa hivi tunafanya nini? Tunaingia kwenye maombi ya kuombea kanisa, ya kuombea watakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sasa tunapoingia, Mungu hapo ukisoma kwa mfano, ukisoma katika Yeremia 5 ule mstari wa kwanza, Mungu anasema kwamba anatafuta mtu huyo mmoja akisimama kwa ajili ya kuiombea taifa. Taifa linafanya nini? Linapona. Bwana Yesu asifiwe. Kufunga kwa mazoea. Hatutaki kufanya nini? Kufunga kwa mazoea. Tunataka tunaanza kama kanuni yetu inavyosema, tunapiga kwanza masaa 24, tunaangalia kwanza. Tukishamaliza hapo, tunaenda kwenye masaa yale. Kama sisi viongozi, tunaenda kuingia kwenye ngapi? 3 kavu. Tutaingia kwenye 3 zile kavu. Alafu baadaye tuna connect na kanisa lenyewe. Tunawaambia Bwana tuna maombi. Sasa tunaanza masaa 24 tunawatengeneza kwanza. Tunamaliza, tunapita yale masaa. Tunajiconnect mbele za Mungu. Lazima tutaikomboa ule mkoa wa Dar es Salaam. Lazima tupeleke kwa Yesu. Asante. Inatosha bwana. Yaani imetosha. Mmemwona mwanaume huyo? Huyu ndio aliyetumwa. Huyu anajua amekwenda Dodoma kufanya nini.
Hebu ongeza makofi tena jamani. Amen. Hivi niambieni, hawa kanisa hawa hili kanisa hili mnalionaje? Mnaonaje? Jana mnalionaje? Lisingefufuka? Safi kabisa. Asante sana. Good job. Unanielewa? Sili kanisa litakaa vile. Mchungaji mwenyewe akiona namna hii atajisikiaje? Ana watoto, ana fire. Hata wakimpelekea kwamba mchungaji, sasa tumetoka ya viongozi, sasa tunaomba tuandalie ya kanisa, mchungaji atagoma? Atasema, wanangu, mtakalo kufanya fanyeni. Haleluya. Niliwapa huu mfano ili muelewe. Natamani kuona sasa, huu ni mfano wa nini? Wa kanisa la mahali pamoja. Sasa kwenye section kuwake hivyo, kwenye majimbo kuwake hivyo, kila eneo kuwake, iwe ni fire, yani kila eneo. Naomba urudi. Asante sana. Hebu tuwapigie makofi. Umefanya vizuri sana. Huyu kijana amenifurahisha. Wewe ni nani kule kwenye nani? Wa kanisa la mahali pamoja. Uko Ubungo Jimbo la Ubungo. Safi. Mkurugenzi wa Ubungo. Opo baba. Unalinda huko. Haya. Chombo hicho umekiona? Sasa wewe kiende kuacha kanisa mahali pamoja, shauri lenu. Vyombo kama hivi ndio tumieni sasa. Amen. Jamani, haleluya. Kwa hiyo dalili ya kwanza ni kanisa kutembea katika nguvu nyingi. Haleluya. Nguvu nyingi. Tunahitaji tuone nguvu zinatembea. Jamani, haleluya. Tuone nini jamani? Nguvu zikitembea. Na nguvu zikitembea kwako mwenyewe, wewe uliyekuja hapa ukaambukiza, ni hatari sana. Hatari. Unajua maombi yanaambukiza, na nguvu kisha kuwa na nguvu inaambukiza. Kuna ushuhuda mmoja, kuna kijana mmoja tumeenda kwenye kambi, nakumbuka. Tulikuwa tumeenda kwenye uinjilisti, umisheni mahali fulani. Sasa yule kijana alikuwa hana ile nguvu ya maombi. Anasema, nikitaka kuomba nashindwa. Nikasema twende mahali fulani ambako sasa tunakwenda. Tukaenda. Tumefika kule. Maana sisi vitanda ni marufuku. Kitanda yani inapofika saa ya kazi, na hasa unaangalia na kazi yenyewe ilivyo. Hivi utalaje unakuta kijiji hicho watu kila wiki wanazika watu. Wewe ndio umetuma kwenda hapo, utalala? Mji wao ukitoka tu wanga kibao. Uwezi. Yule kijana akakuta ile kuanzia ile jioni ni kushandalize. Kila mtu na mkeka wake. Mkeka. Bora nyinyi siku hizi mna mikeka hizi mizuri, siku hizi imekuja ya kizungu. Ile ya kipindi kile enzi zetu hizo. Si mnakumbuka mikeka yetu? Umelala hapo na kuambia huna sukuma. Sasa wakati tunavyoendelea, mara kwanza kana mshinda anasinzia, nikasema lakini wewe ni mwanafunzi mzuri. Madam haukimbii, uko vizuri. Hivyo. Siku ya 4 akawa champion. Dogo akianza kuunguluma. Alikuwa na bezi. Tusikia. Wewe acha. Jamaa anatikisa. Yaani ukiingia hapo unasema kuna mwanaume anaomba hapa. Na kuambia sisi tulikuwa tunapumzika kipindi fulani, dogo na kuambia ametoka kuanzia ile saa 3, nakumbuka
sisi tumepoa kidogo, tunatani Biblia kidogo, tunamsikiliza Mungu, tufanye vile. Wapi? Yeye yupo tu mpaka inafika asubuhi saa 12 dogo nashangaa. Haleluya, injili inapoa hapo. Haleluya. Ndugu zangu, bado tuna uwezo wa kuambukiza. Dalili moja hapo nini jamani? Kutembea katika nguvu nyingi. Dogo nguvu nyingi zikatembea ndani yake, akaanza kuwa mwombaji mwenye nguvu. Amen. Sasa aliporudi kanisani akaathiri. Acha yule kijana tulikuwa tunamuita magoti ya ngamia. Akipiga magoti, ukiona ameinuka masaa 6, masaa 5, masaa 10 anainuka. Mpaka unasema akiinuka hapa sasa magoti hata nani? Wala ise Mungu anajua anavyompaka na anajua Roho Mtakatifu anavyotia nguvu. Shangaa dogo anainuka tu hivi, huyo anaenda tu. Huyo. Bwana Yesu asifiwe. Yote hayo ni matunda. Yaani Roho Mtakatifu anachosisitiza pale kwamba nguvu ikisha shuka, ile nguvu inawasababisha watu wakafanye kazi. Narudia tena, ile nguvu inawazaa, halafu waende wakafanye kazi. Inazalisha vitu ambavyo havikuwepo vikawepo. Umeona sasa, maombi tusipofanya, unaona vitu vingi vinavyokufa. Mwombaji ukiona uinjilisti hauendi, ni wewe jilaumu. Wewe mwombaji kwenye jimbo lako, kwenye section yako, kwenye kanisa lako. Manake wewe ndiye ambaye unatakiwa wachochee watu ili nini? Moto ukamate. Moto ukikamata, ndugu zangu, msitu utabaki. Kuna siku mtu wangu wa kule shamba, nilikuwa nimelima shamba la miti kule Iringa. Sasa akanipigia simu akaniambia, bwana, moto kumekamata, omba Mungu. Wewe una Mungu? Omba Mungu. Mara ya kwanza I say, na ndo mbao za kwanza, ndo toleo la kwanza. Hivi unaniambia wewe ungeombaje wewe kama wewe? Ndo la kwanza huo. Niliomba Mungu, nakwambia hatari. Nikamwambia Mungu, si nimeona viwete wanatembea, viziwi wanasikia na kadhalika. Kwa nini huo upako siamishie pana kwa sio moto? I say, Mungu alinisikia. Ule moto ukapita pembeni. Akaniambia, yaani hapa moto umepita umeunguza wote, yaani imebaki kaeneo kako tu. Usipige makofi kabla kumaliza ushuhuda. Unajua tunawaigi. Yesu alisema tunabarikiwa mara ngapi? Mara 100. Na nini? Na udhia. Watu wanapiga makofi, haleluya mtabarikiwa. Amina. Subiri kwanza, kuna udhia pia. Haya. Nikamtukuza Mungu, nasema haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Miti ikaendelea. Mwaka juzi wale jamaa akasema, huyu ni nani? Kwa mwaka jana, yeye miti yetu wote iungue, halafu yeye wapi wewe? Lazima tufanye jambo. Wakapiga kiberiti. Wote bwana likikamata kiberiti, nikamtiaka kamoja, kakisha ambiwa koleza, kana koleza. Kaungua. Ndio maana nasema msipige makofi, mnasubiri ushuhuda uishe kwanza. Kwa sababu maana yangu kukupa ushuhuda huu
ni kukuonyesha kwamba ule, yani moto ukitaka kushika unaweza kufanya nini? Kuteketeza. Jamani, amina. Ukaunguza ashukuriwe Mungu, ile miti ilikuwa mirefu, kwa hiyo iliungua tu chini chini. Kwa hiyo wale wataalamu wakaniambia hivi, iangushe yote mapema kabla haijaanza kuotea tena, italeta tambao zitaharibika. Ndio tukaenda tukiangusha. Kwa hiyo bado faida ipo, sio kwamba hasara ipo. Amen. Sasa hapo unaweza kupiga makofi. Kwa hiyo nini nasema? Bwana Yesu asifiwe. Moto ukiwaka na wale wengine, kwako umewaka na kule kwingine utawaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji tuone kuna kitu kinatokea. Tuzalishe watu kupitia maombi. Na ndio maana ukiangalia hata kwenye maombi, hata hapa tutaombea pia. Mara nyingi kwenye mlipuko wa Roho Mtakatifu, kwenye kambi zetu za maombi, huwa tunaita kuna watu wengi wanaitwa. Mara nyingi kuna calling ya Mungu inakuepo. Pale Njombe walioitwa walikuwa wangapi? Walioitwa kwenye uchungaji, kwenye uinjilisti walikuwa wangapi? Ni zaidi ya 50. Zaidi ya ngapi? 50 kwenye kambi moja. Roho Mtakatifu akipewa nafasi, watu wanajielewa yeye ni nani. Ni nani? Ndio maana bila maombi tutakaa na washirika pale, tunaona kwamba hamna wanaoitwa. Wataitwaje wakati jiko limezima? Jiko haliwaki. Jiko liwake tuone kama vivi. Jiko liwake tuone kama maharage yatagoma. Halafu wachukueni majina yao, wasiane na wachungaji wao. Tunataka tuzalishe watumishi wengi katika miaka 13 ya moto wa mwisho kupitia Roho Mtakatifu. Na sisi jamani, ndio ambayo tunaendeleza wimbi la Roho Mtakatifu kuwakilisha linaopaleti kwenye kanisa. Haleluya. Lazima tusimame kwa nafasi yetu. Roho Mtakatifu apewe nafasi yake. Apewe. Na akipewa anafanya. Dalili ya pili, ndawauliza swali mnijibu. Dalili ya pili, nguvu ya ushuhuda. Lazima watu wazaliwe. Lazima. Wampendao Bwana waseme amen. Muulize jirani yako, una mkakati gani? Na akujibu. Muulize katika point hii una mkakati gani? Halafu mkakati ule andika hapo chini yake kwenye hiyo point. Weka mkakati wako kwenye hiyo point ya chini hapo. Lazima twende na vitendo. Tusipende kwenda tu katika maneno tu. Huu ni wakati wa vitendo. Weka mkakati wako hapo kwamba nitatekeleza kwa namna hii, nitafanya hivi. Haleluya. Nitafanya hivi. Weka mkakati wako. Jiwekee kitu hapo. Sio lazima uandike neno refu, weka kwa ufupi tu, angalau na kachanzo. Halafu ukirudi nenda kasimamia hilo jambo. Maombi, nataka tujifunze kitu. Wakati wamejaa, wamefulika, nini matokeo yake? Walipojaa wakafulika, lazima kuna vitu vilizaliwa. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Yes. Haya, dalili nyingine, kanisa linaloomba. Dalili nyingine ya kanisa linaloomba, ibada zao huwa ni ibada zenye nguvu. Hebu Roho Mtakatifu tumwachilie kwenye kanisa kwa njia ya maombi. Makanisa yawe salama.
washirika waone kuja kanisani kuna faraja ya Roho Mtakatifu. Kule duniani wamesuguliwa madeni, nini, maugomvi, sijui kitu gani. Wakija hapa waone jamani, kwa Bwana kuna faraja. Aone kwamba Jumapili, okay, leo hii mimi napoenda kanisani, ninaenda jamani nikijua kwamba kuna mahali naenda kwenye nini, usalama, kutiwa moyo. Nini kitatokea? Hilo kanisa linakimbiliwa. Kanisa lazima tulifanye watu waone ni mahali pa makimbilio. Unakumbuka wakati wa mabomu pale Mbagala na Gongo la Mboto? Yalipigwa mabomu pale Gongo la Mboto na Mbagala. Mimi kanisa langu liko barabarani. Siku hiyo, ngoja niwaambieni, bomu, kwani bomu lilikuwa linaogopa kanisa? Lilikuwa liogopi, lakini watu walitoka kote huko, wakaja wakakimbilia kanisani. Wakatulia hapo. Mnanielewa? Wakaja kanisa, maana unajua kabisa wenzao wanapita, asema bora tukae kanisani, kama kufa tufie kanisani, lakini hapa mimi najua kuna usalama. Na wakija pale sasa, unaona sasa mimi niko pale. Sasa wangekuja kukuta mchungaji hayupo, na mimi nikawa pale niko kanisani. Nikashangaa, hiyo ilikuwa Jumatano nakumbuka. Wakaja wakajaa watu, wanakuja wanajaa tu pale na ubiri. Wanaja kisa haleluya, Bwana mwamba umetema. Kumbe sijapata taarifa kwamba huko shughuli imeanza. Wakajaa. Sasa wakati sasa yanalipuka pale baba, nikasema ala, kumbe ndo mindinga hiyo. Sasa ndugu zangu wamekaa hapo na ubiri pale, amen, hawajaokoka, amina, haleluya. Yani wanafurahi wenyewe, jina la Bwana libarikiwe. Wanafurahi mno, yani wamefurahi. Na mimi sasa ikabidi nianze kufanya, nikawa nahubiri ibada ya kwanza, ibada ya pili, na batizo walikuja tena, hatujatoa sadaka, maana sisi sadaka tunatoka mwishoni. Kwa hiyo tukawa nimemaliza kuhubiri, jamaa sasa tunaenda kutoa sadaka. Kwa mara ya kwanza ibada katikati nikapata shilingi milioni 1.2. Nikasema aise, Mungu, kwa nini usiachilie wage hivi siku zote? Nikasema asante mabomu. Wale watu wakakaa pale, wakajua faraja ni hapa. Kwa hiyo sasa ikabidi niwe nakaa nao hapo kila wakati, wewe muda wote niko hapo. Naambia jamani, sasa kama umekuja umesema sisi ndio hapa, wenzao wanasema kimya, sisi tuko hapa. Nikamwambia mimi naomba nitembelee imani yao pia. Maana sometimes inabidi watu wakisha muamini Mungu wao, halafu ukamlet down Mungu wao, bora nife nao. Halo? Tukabaki pale, tukakaa paka mabomu yamemalizika. Siku ngapi zile? Walikuwa wanaongezeka tu. Mimi kazi yangu ni kubadili ibada tu. Sasa nifanyeje jamani? Mimi kazi yangu ni ibada tu. Kwa hiyo ndio kifanya, ikabidi nifanye. Kwa hiyo naambia jamani, tutakuwa na maombi ya asubuhi, tutakuwa na nani, tutakuwa na, kwa hiyo ikawa tunafanya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie, Mungu wetu, watu waone Mungu ni faraja yao wanapoenda kanisani. Kuna kutiwa nguvu, kuna kutiwa moyo. Lakini nani anayetengeneza mazingira? Ni wewe na mimi. Na sisi tunafanya hivyo. Ngoja niwaambieni, sisi hata kwenye vikao vyetu, na naomba na ninyi muige vikao vyetu vya kitaifa, mabaraza utendaji, si na nini, mimi na timu yangu hii, kabla ya mambo yote wakituambia, sisi tunasubiri tu ile ratiba yao. Amen. Tunajua wajibu wetu ni nini. Sisi saa moja kabla tuko pale tunaomba. Tunaombea vikao, tunaombea nini? Ndio tunavyofanya. Na ninyi huko kwenye vikao vya majimbo, hakikisha kabla kikao hakijafanyika au baraza la waangalizi, wewe mkurugenzi, anza maombi saa moja kabla. Hawajasema amina hata mmoja. Amina. Maombi kwanza. Na nyinyi wa section hivyo anzeni. Kabla kikao cha section,
vile ni vikao vya maamuzi. Wakati mwingine vile vikao kunakuwa na vitu vingi vya kufanya pale, jamani. Amina. Sometimes unajua tena, ombeni kwanza, mnaomba mwelekeo. Hapa Mabesa mchungaji alihubiri hapa, alisema hivi kwamba tunapoomba tunatafuta mwelekeo, njia. Mungu atuongoze. Kwa hiyo tunaomba Mungu atuongoze kwenye kikao chetu. Atuongoze kwenye nini? Ombeni. Mtamfanya mwenyekiti amekaa pale anakutana na vitu vigumu. Mpaka anasema jamani mtu uliailishe. Hebu fanyeni hivyo maombi. Jamani, amina. Jambo la ngapi hilo? Dalili ya ngapi hiyo? Dalili ya ngapi hiyo? Ya 3. Jamani, amina. Kanisa hili, dalili nyingine, linatembea katika upendo wa Yesu. Katika upendo wa Mungu. Hii ni dalili mojawapo ya kanisa la waombaji. Moja dalili ya kanisa la waombaji, linatembea katika pendo la Mungu. Pendo la Mungu. Ni kanisa ambalo linatembea katika pendo la Mungu. Halitembea hivi hivi. Linatembea katika ule upendo wa Mungu. Ngoja nitawaonyesha. Nitaonyesha kitu. Wangapi wanajua Mungu ni upendo? Wangapi wanajua Mungu ni upendo? Maombi yanapofanyika, Roho Mtakatifu akishuka, huwarejesha watu katika pendo la Kristo. Huwafanya watu waingie, warudi, wakae kwenye pendo la Kristo. Upendo unatawala. Hatuendi mbali. Na nataka wewe mwenyewe umeshasoma. Nataka wewe mwenyewe uliangalia hilo andiko hapo. Wale watu baada ya kwamba wameshatoka, kanisa limezinduliwa, wameomba katika roho pale, wanaendelea na maisha. Biblia inasema walikuwa wakifanya nini? Wakifanya nini? Yaani nataka nione, sijakupa andiko, nataka nione kama kuna watu wanagundua kitu hapo. Walikuwa wakifanya nini? Kuna watu wanapatia lakini naona kama siwasikii vizuri. Yaani wanapatia lakini hawaamini kama amepatia. Nyinyi mpo vizuri. Hebu soma hilo andiko vizuri. Ngapi soma? Ni ngapi soma? Mstari wa ngapi? Mstari wa 42. Hebu soma. Tusome wote kwa pamoja. 1, 2, 3. Twende. Haya, twende. Hilo la kwanza mmepatia. La pili 46. Soma, tusome pamoja 46. Wakishiriki chakula chao kwa moyo mbaya. Kwa moyo upi? Mweupe. Unaona ushirika, upendo wa Mungu unatawala. Amina. Upendo wa Mungu unatawala. Ndio maana kanisa, dalili la kanisa la maombi, mara nyingi wanarejeshwa msalabani. Tunapogusa msalaba, upendo wa Yesu tunaukuta pale. Aliwafia watu, sawa sawa. Sasa tunaona watu wanakuwa na tabia ile ya Yesu, ya wao wenyewe pia kupendana, ya wao wenyewe kujenga mwili wa Kristo kwa pamoja. Jamani, amina. Wanakuwa na fellowship ya pamoja. Sawa sawa jamani, Yaani hakuna mtu ambaye anamuona mwenzie hafai. Wote wanaonana wanafaa. Jamani, amina. Pale nimeipenda sema kwa moyo mweupe.
wako kwa pamoja, tena kwa moyo mweupe. Mgeukie jirani yako, mwambie kaa vizuri na mimi. Mwambie mimi ni ndugu yako katika Bwana. Amen. Huyo ni mtu wa maana sana. Yaani katika watu wa maana duniani umekaa na mtu mmoja wa maana sana. Askari mwenzio huyo aliyepo katika ufalme. Lazima pendo litawale. Pendo likitawala kwenye maisha yetu, nataka niwaambieni, hakuna mtu utamuona adui. Ila usichokoze mwenzio. Sio na tabia kuchokoza au unaanzisha vitu ili umpate mtu. Hiyo sio. Hebu tengeneza ile hali ya nini? Tuwe na ule upendo. Ile hali ya kupendana. Sisi watu wa maombi tunatakiwa tuwe na hali ya upendo. Angalieni wenzenu walivyokuwa. Tuwe watu wa upendo. Watu wa kupendana. Tukipendana, Biblia inasema upendo una nguvu kuliko nini? Kuliko mauti. Upendo una nguvu kuliko mauti. Yaani ukimpenda jirani yako mwenzio, nakwambia hivi, unaweza kusababisha hata asifikie. Kwa hiyo tunaelewana jamani? Upendo. Kanisa linakuwa na upendo. Leo hii naomba nisikilizeni. Msishangae makanisa ukienda pale hakuna karibu, hakuna nini, utafikiri kama kisiki kimeingia. Ameingia, ametoka vile vile. Shida ni nini? Watu hawajafinyangwa. Narudia tena, maombi watu wakifinyangwa wanarudishwa msalabani kwenye upendo wa Yesu. Kwa hiyo hata matokeo, hata mgeni akija, leo tumepoteza wageni wengi kwa sababu wamefika pale wanakuta kwenye makanisa mengi, lakini kuna mengine yana upendo kweli mpaka unasikia raha. Unafika pale hamna hata mtu kupokea. Mgeni amekuja, anaondoka, huyo hakuna hata karibu. Hapana. Lazima sisi tusababishe watu waombe warudi pale Calvary. Haleluya. Pendo wa Yesu tawale. Mtu akiwa kwenye maombi, wenyewe niwaambieni, anatengenezwa vile vitabia vile vinaondolewa, vitabia vya ambavyo vifai, sio vibulibuli, jeuri, sio vitu gani vile vinaondolewa, anabaki mtu mwenye tabia ya Yesu Kristo, mtu mwenye tunda la Roho. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anaweza. Mungu wetu anatosha. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Hebu simama hapo ulipo, mwambie jirani yako uwe sababu ya moto kwenda mbele. Mwambie tena uwe sababu ya moto kwenda mbele. Mwambie tena uwe sababu ya moto kwenda mbele. Mwambie mtu mwingine, wa pili, wa tatu, mwambie uwe sababu ya moto kwenda mbele. Ondoka kwenye kiti, mwambie, nenda mwambie uambukize. Nenda ambukiza na wewe kidogo. Ambukiza. Kamanda, haleluya, ongeza makofi kwa Yesu. Bwana ametuamini tusimamie kusudi la Bwana. Tutaomba asubuhi, tutaomba mchana, tutaomba usiku, tutaomba usiku wa manane, tutaomba alfajiri. Muda wote tutaita jina la Bwana. Bwana wa mabwana atende maajabu. Yeye aliye hai, yeye anayeishi, yeye anayetawala, atafanya mambo makubwa, yatabadilisha kanisa. Nyewe ni wewe, na kama ni wewe, simama kwenye wajibu wako. Bwana anataka atembee wewe viwango vingine. Pokea viwango vya Roho, pokea viwango vipya. Bwana afanye maajabu kwa ajili yako. Bwana kuinue kwenye huduma yako, akuinue kila eneo. Rakata yakata Muinue Bwana, muinue Bwana, muinue Bwana, muinue Bwana, muinue Bwana, muinue Bwana. Maadhimishe kwa maneno yako, maadhimishe kwa maneno yako. Rakata rakashaka yanakada maseka yambaraba kuribosa. Asante Bwana kwa sababu ni mwema. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa matendo yako makuu. Asante Bwana kwa kuwa umetuita. Bwana umetuita, Mungu mwaminifu, umetuita. Hebu mwambie Bwana, yupo Mungu ambaye amekuita. Huyo aliyekuita anajua kusudi la kuita kwake. Anaelewa. Amekuchagua,
amekuchagua, amekuchagua. Lipo kusudi, lipo kusudi, lipo kusudi, lipo kusudi, lipo kusudi. Rabatarabasha, ramatarabashaka, yandarabaterebosha, yenaramataremasa. Shenderi yabakaraba, yanarabatarabasika, inarabataramasayaba, yamaramatarabasika, inarabatarabasa, inarabakoreba.